mahitaji yetu yanayotuongoza kwa namna ya kuungana na Mwenyezi Mungu, lakini zaidi sana katika kusindikizana sisi kwa sisi katika hija hii tunayokuwa nayo hapa duniani. Tunasindikizana, tunaelekezana. Na ndio maana jana mhifadhi wa kituo chetu alipoona mahangaiko tunayokuwa nayo na mmoja wetu akiwa ni dhahiri sana, alishangaa na kuona kwa nini hatakuwa na huruma. Wale wengine wote walikuwa tunamwona, hatakuwa na huruma ya kuweza kusema kwamba hebu tulizana na mkampeleka kwa makuhani, yeye mwenyewe akiwa ndio mkuu wa kituo, namuona, ili kama anahitaji huduma ya pekee basi aweze kupata huduma hiyo. Natumaini tulifanya hivyo wakati fulani. Tunapokuja hija, wote tunamtafuta Kristo yule yule, na kila mmoja wetu anakuja na madhila yake, anakuja na hofu na mashaka yake. Lakini tunapokuwa katika hija, tunashirikishana na kusaidiana na kuimarishana, kama vile tunavyokuja pengine kuwaombea wagonjwa tulionao majumbani mwetu, wenzi wetu ambao wameshatutangulia mbele ya haki tunaokuwa nao, kama ni wazazi, kama ni watoto, kama ni wenzi wa maisha, tunakuja nao katika kituo cha hija. Tunapoona mahangaiko ya wale ambao tumekutana nao katika kituo cha hija, basi tunatulizana na kubidishana na kuona kwamba wanaweza kusaidika vipi. Wote tunakuja kuchota dawa ya roho ili itusindikize, tukishajaliza vibaba vyetu, ili tusindikize katika maisha tunayokuwa nayo. Tunasafiri pamoja na wengine. Ndio maana tunapokusanywa pamoja, kila mmoja anapotoka nyumbani kwake ni mhiji, lakini tunapokutana pamoja wote tuko wahujaji wa matumaini, tukitumainia huruma ya Mwenyezi Mungu ituongoze vema tuweze kuishi imani yetu katika Kristo Yesu mpaka mwisho. Sasa katika kitabu cha Ufunuo ambacho tumesikia ni katika mwaka huu wa 2000 ambapo Mtakatifu Faustina, tunaye mwenzi kama ni mwasisi wa huruma ya Mungu, yeye ambaye alimomba na katika masumbufu na mahangaiko aliyokuwa nayo, aliyaweka matumaini yake katika huruma ya Mungu, na akawa ni mwalimu katika huruma hiyo. Na Papa Yohane Paulo wa pili, ambaye ni mtakatifu tayari, tarehe ya 30 Aprili 2000 akaona ilikuwa ni wakati mwafaka kumtaja huyu mtawa wa Mungu ambaye alifundisha sana juu ya huruma ya Mungu, ambaye anatudhihirishia katika masumbuko yetu. Basi akaona kwamba ni wakati mzuri wa kumtaja kuwa ni mtakatifu. Mungu amepokea mahangaiko, masumbufu yake. Alikuwa naye mgonjwa tofauti, lakini hakukata tamaa.
alimwomba Mwenyezi Mungu amsaidie. Mimi nilipata bahati miaka 7 iliyopita kwenda kule Krakow na nikasali. Ilikuwa kama saa 9 hivi tulipofika pale Krakow, na Wakristo walikuwa nakwenda kusali sala rozari ya huruma ya Mungu. Tukaona hapa na mimi nikaingia, tukasali pamoja na Wakristo hao, na baadaye nikapata nafasi ya kuzunguka na kuelezwa huyu Mtakatifu Faustina aliishi vipi, mpaka tukaingia kwenye chumba chake alipokuwa analala wakati wa uhai wake, na kuona kitanda chake na daftari lake hilo aliyokuwa anaweka kumbukizi zake. Sikujua Kipolish mpaka leo, kwa hiyo sikusoma, nilikuwa naelezwa yaliyoandikwa, na baadaye tukasoma katika vitabu vingine jinsi alivyokuwa lakini akimtumainia Mwenyezi Mungu na kuombea ulimwengu ili Mwenyezi Mungu aoneshe huruma yake katika ulimwengu wetu. Wakati yeye aliishi wakati wa kipindi cha vita, zaidi sana ya vita ya kwanza, lakini hata wakati vita ya pili ilipokuwa inatokota, kwa bahati akafariki tu kabla havijalipuka sawasawa, mwezi Agosti mwaka 1938, ndiye akamrudia Mungu Muumba wake. Fanya kumbukizi ya huruma ya Mungu. Tunakumbuka vile vile miaka 25 tangu huyo Sister Faustina amefariki. Kwa hiyo ni jubilee, nafanya jubilee pamoja na mtakatifu huyu wa miaka 25 ya kuwa katika makazi ya Mungu Baba mwenye huruma, akituombea na sisi ndio bado asafiri hapa duniani tuweze kufika mahali pale alipofika, ambalo tumelipata kutoka Matendo ya Mitume, ambalo limeelezwa kwa kinagaubaga katika Matendo ya Mitume sura hiyo ya katika Matendo ya Mitume sura ya 5, kwamba mitume wale katika kumtangaza Kristo mfufuka walionesha uweza wa Kristo mfufuka kwa ishara mbalimbali walizokuwa wakifanya. Ishara hizi ndizo hizo ambazo mama kanisa kupitia watu mbalimbali amekuwa akiudhihirishia ulimwengu kwamba Kristo Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wetu, na kila anayemwamini hatapotea kamwe, bali atafikia uzima milele, kama tunavyofundishwa na Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohane sura ya 3 mstari wa 16, na kwamba uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli na mwanae Yesu Kristo aliyempeleka. Ndiyo imani na matumaini makubwa kabisa Kristo Yesu aliyotujengea kabla hata hajatukomboa msalabani. Tunasoma hayo katika Injili ya Yohane sura ya 17 mstari wa 3. Muombe Mwenyezi Mungu mimi na wewe tuwe ishara ya huruma ya Mungu, tuwe ishara ya upendo wa Mwenyezi Mungu ambao ndio unadhihirika katika matendo yetu ya huruma,
kwa wenzetu ambao tumewakilisha kutoka familia zetu, kutoka jumuiya zetu, kutoka maeneo yetu ya kazi na mahali pengine tunapoishi. Tuwalete katika sadaka ya leo wale wanafamilia waliotutangulia katika usingizi wa amani. Kama hawajapata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu, awahurumie na wakaribishe katika makazi yake. Tuwaombee vijana wanaokuwa katika imani hii waweze kurithi mikoba ambayo sisi wazazi, sisi walezi wao, sisi mapadre na watawa tunaishikilia sasa hivi, ili Kristo Yesu atawale mpaka utimilifu wa dahari. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.